Tupitishe kidogo kwenye siasa. Uliingia lini hasa kwenye siasa? Siasa kwanza na uliingilia wapi? Siasa kwanza ni mfumo wa maisha ya mwanadamu yoyote. Na huo mfumo umekuwa regulated na unakuwa governed na katiba na sheria. Kwa sisi hapa Tanzania ibara ya 3, ibara ndogo ya kwanza inasema nchi yetu itafuata mfumo wa siasa tena za vyama vingi na itakuwa ni nchi ya kidemokrasia. Lakini kufanya hizo siasa sasa tukatunga sheria sisi ambayo ni sheria namba 5 ya mwaka 1992, sheria ya vyama vingi, sheria ya vyama vya siasa. Kwa hiyo utaona huo ni mtindo tu wa kuweza kudhibiti namna gani hizo shughuli za kisiasa ziweze kufanyika. Lakini unapozungumza siasa, unazungumza maji, unazungumza haki za watu, unazungumza miundombinu ya barabara, unazungumza elimu bora, unazungumza haki za watu zote ambazo mtu anastahili kuwa nazo. Hiyo ni siasa. Sasa ili kuweza kuyafikia hayo unayafanya, sisi tumejiwekea utaratibu kupitia taasisi za kisiasa, ndio vinaitwa vyama. Lakini kimsingi kila mtu mimi namuona ni mwanasiasa, kwa sababu siasa sio vyama peke yake. Yaani unapoulizwa siasa nini, yani hutakiwi tu kujiconfine kwenye kufanya rejea kwenye vyama vya siasa, kwa sababu vyama vya siasa haviwezi kuwepo kama watu hawafanyi siasa. Ukiitisha mkutano wa hadhara inabidi utegemee watu waje wakusikilize, na ili watu wakusikilize maana yake unaenda kuongelea maisha yao, ambao utawaambia utawaletea maji, utawaletea umeme, utawaletea barabara, utawahakikishia usalama na vitu kama hivyo. Kwa hiyo utagundua kwamba kumbe kila mtu hapa ni mwanasiasa. Lakini sasa hatuwezi watu wote tukawa tunafanya siasa bila kuwa na utaratibu. Sasa tukajiwekea hizo siasa zinafanyikaje? Zinafanyika kwa kupitia taasisi. Taasisi gani? Tukaanzisha vyama. Katika vyama kuna viongozi, kuna wanachama, kuna mashabiki, kuna wapenzi. Unaona? Sasa uliingia lini? Mimi nadhani tangu nimepata akili nadhani mimi ni mwanasiasa tu. Sasa je, katika active politics labda swali lingekuwa hivyo, katika zile siasa pengine za majukwani au siasa rasmi labda ni lini? Nadhani mimi nilijiunga na Chadema mwaka 2023. Lakini nimekuwa nikifuatilia siasa za Chadema tangu zilipoanzishwa. Na bahati nzuri wakati mimi Chadema inaanzishwa mwaka 1993, mimi nilikuwa Kigoma, na moja kati ya ngome za mwanzo kabisa na unaweza kusema za muda wote za Chama cha Demokrasia na Maendeleo ilikuwa ni Kigoma, kwa sababu hata mbunge wa kwanza chini ya mfumo wa vyama vingi alichaguliwa kutoka Chadema kwenye jimbo la Kigoma mjini kwenye uchaguzi mdogo wa ubunge uliofanyika mwaka 1994. Kwa hiyo unaweza ukaona na mkoa mzima wa Kigoma wote, hasa jimbo la Kigoma mjini ilikuwa ni mashabiki wa Chadema. Kwa hiyo tangu wakati huo nafuatilia na mpaka nimekuwa mtu mzima. Sasa ilipofika hatua nataka kufanya siasa rasmi, kwa hiyo nilijiunga kwa maana ya kupewa kadi mwaka 2020. Lakini kabla hapo ulikuwa mfuasi wa Chadema maana? Mfuasi, mshabiki. Yes. Baadaye ukaenda ACT Wazalendo. Ndio. Shida ilikuwa nini? Sio shida. Ibara ya 20, ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa haki ya mtu kufanya maamuzi ya kujiunga na chama chochote wakati wowote kulingana na malengo alionayo na namna ambavyo yeye anaweza akaona atayapata hayo malengo. Lakini kwa nini uamuzi huo haukuwa kwa Chama cha Mapinduzi, Chauma, NCCR, Mageuzi na vingine, ikawa ACT Wazalendo? Kuna msemo unasema ndege hutua kwenye mti ya upendao, na maamuzi haya ya kujiunga na chama huwa pia yanategemea na nyakati na mahitaji. Kwa hiyo mwaka jana 2025 tulikuwa na uchaguzi mkuu, lakini ule uchaguzi kwa namna ambavyo ulikuwa unaandaliwa ulihitaji kifanyike kitu cha kutufanya kuweza kubadilika kutoka kwenye nafasi tuliyokuwa nayo wakati ule. Chaguzi zote tangu tumeanza za vyama vingi mwaka 95 zimekuwa zikilalamikiwa. Sasa tusingeweza kuacha uchaguzi uendelee kuwa vile vile tu, alafu baada ya uchaguzi hakuna kitu kipya ambacho kinapaswa kufanyika. Sasa mimi niliamini tulikuwa na sababu kama Chadema kushiriki ule uchaguzi. Nilikuwa naamini hivyo, ipo sababu. Lakini walio wengi walikuwa wanaamini hakuna sababu ya kushiriki, na wakatoa wito watu wengine wote pia wasishiriki ule uchaguzi. Mimi nikasikubaliana na ule msimamo. Mimi imani yangu ni kwamba tuingie kwenye uchaguzi, alafu tukiingia kwenye uchaguzi yatakayofanyika mwaka huu yatapelekea tupate katiba mpya. Na kweli nashukuru
hata kabla hatujaingia, yani lile vuguvugu tu la Chadema, wao walisema hawashiriki, vyama vingine vikasema vinashiriki pamoja na CCM. CCM wakaona kuna hatari mbele baada ya huu uchaguzi, wakaamua kwenye ilani yao ya uchaguzi kuingiza kipengele kwamba tukichaguliwa ndani ya siku 100 tutaita katiba mpya. Lakini baada ya huo uchaguzi ambao kimsingi ya kufanyika katika hali ambao watu wote tulizoea, sasa hivi ndio unaona nchi nzima inazungumza kuhusu maridhiano, kuhusu tupate katiba mpya na nini na nini. Sasa haya yote ambayo tunayajadili leo ni pamoja na ushiriki wa mimi na watu wengine kwenye uchaguzi ule mwaka jana, kwa sababu yaliyotokea yale hayawezi kusahaulika hivi hivi tu. Ni lazima hatua za uwajibikaji zifanyike, ni lazima hatua za kusema ukweli zichukuliwe. Lakini tungesusa uchaguzi, tungejitoa kwenye uchaguzi watu wote, yaliyotokea yasingetokea, na kama yasingetokea tusingekuwa na haja ya kufanya haya ambayo tunataka kuyafanya sasa hivi, na ambao kesho kutwa hata wenyewe wametuahidi wataanza kutekeleza katiba mpya. Kwa mimi nafurahia kabisa kushiriki uchaguzi mwaka jana, na nisingeweza kubaki Chadema kwa sababu nilikuwa siamini yaliyo imani ya wengi ambao waliona kwamba njia sahihi ya kuleta hiyo katiba mpya ni kuto kushiriki uchaguzi. Mimi niliamini njia sahihi ya kupata katiba mpya tuingie, alafu tukiingia mwaka huu, mazingira ya mwaka huu yatakuwa ni tofauti na miaka yote, na ambayo yatatufanya watu wote tukubali kwamba hatuwezi kufanya uchaguzi mwingine tena bila kuwa na katiba mpya, na hiyo katiba mpya tutaipata bila kugombana. Na ndicho kinachofanyika leo, kwa sababu hata CCM wanataka sasa hivi katiba mpya, Chadema wanataka katiba mpya, CUF wanataka katiba mpya, NCCR wanataka katiba mpya. Kwa hiyo ni yule ambaye hana akili timamu anaweza akabeza uchaguzi wa mwaka jana kwa wale walioshiriki. Wale walioshiriki uchaguzi wa mwaka jana wanapaswa kupongezwa mno, kwa sababu bila ule uchaguzi yaliyotokea yasingetokea. Ulivutiwa nini kwa ACT Wazalendo sasa wakati huo, ukiacha tu katika vyama vilivyokuwa katika vyama vilivyoamua kushiriki uchaguzi mwaka jana, vyama vya upinzani, ACT kidogo ndio ilikuwa senior kwa hivyo vyama vingine. Kwa hiyo nisingeweza pia kueleweka kama ningeenda kwenye vyama vingine ambavyo ukienda kila sehemu havipo. Utaviona tu viko Ikulu vimeitwa, vimekutana na rais, lakini ukienda mtaani kukitafuta iko chama kina ofisi sehemu gani huwezi kukiona. Kwa hiyo katika vyama senior ilikuwa ni ACT, na ukichukua ukweli kwamba upande mmoja wa muungano ACT walikuwa ni sehemu ya serikali. Kwa hiyo unaona ukubwa wao jinsi ulivyokuwa. Sasa unaendaje UMD uiache ACT kwa wakati ule? Unawezaje kwenda CUF au unawezaje kwenda NLD ukaiache ACT? Kwa hiyo seriousness kidogo ambayo ilikuwa inaonekana mwaka jana kwa ACT ndio ilonifanya mimi niingie kushiriki ule uchaguzi, lakini kwa lengo la kuhakikisha kwamba nikishiriki mimi uchaguzi huu nitakuwa nimetoa mchango mkubwa sana kwenye kwenda kuipata katiba mpya. Nitakuwa nimetoa mchango mkubwa sana binafsi kwa kwenda kusababisha mabadiliko makubwa tunayoyataka. Na leo nafurahi mno kabisa kuona tunajadili namna gani tunatoka pale tulipokwama mwaka jana. Maana yake bila kushiriki tusingekwama. Tumeshiriki afu tumekwama. Na wote wanakubali kwamba tumekwama. Ndio maana leo kuna tume sio inaundwa, sio ya katiba, sio maliziano, sio mchakato unaanza. Kila mtu anazungumza lugha hiyo. Yeah. Hatimaye sasa sio mwanachama wa ACT Wazalendo. Ukiwa umebaki hapo kwa mwaka mmoja tu, nafikiri mwaka mmoja na miezi kadhaa. Ndio. Umeachana na hicho, na kwa mujibu wa posti yako kwenye mtandao wa X uliandika leo tarehe 26 Julai 2026, mimi Peter Madereka natangaza rasmi kuachana na siasa za ACT Wazalendo. Nafanya hivyo ili nipate muda wa kutosha kuungana na wapenda haki wote katika kupigania haki na ustawi wa nchi yetu. Tanzania yenye haki inawezekana kama kila mtu atatimiza wajibu wake. Haki ndio iliyokuondoa ACT Wazalendo kwa mujibu wa andiko lako. Nilikuwa nahitaji muda zaidi wa kupigania haki na nikiungana na wengine. Sasa ACT Wazalendo wanapigania haki au hawapiganii, watu wenyewe ndio wanaweza wakapima na wakaona. Sasa kabla naendelea, watu watapima alafu wataona. Sasa hivi kuna mwafaka umeingiwa kati ya CCM na ACT Wazalendo kule Zanzibar. Na ukiwasikiliza watetezi wa hicho ambacho kinafanyika Zanzibar, watakwambia Zanzibar ina katiba yao, na ambao Zanzibar inataka baada ya uchaguzi iundwe serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hivyo vyama hivi ni lazima vikae chini vizungumze namna gani ya kumaliza tofauti ili matakwa ya katiba ya Zanzibar yaweze kutekelezwa. Hilo ni jambo moja. Lakini wanaotetea hilo hawapaswi kusahau kwamba hakuna CCM ya Zanzibar.
wala hakuna ACT ya Zanzibar. Ili chama chochote cha siasa kipate usajili wa kudumu, ni lazima kiwe ni chama cha kitaifa. Maana yake ni chama ambacho kinapaswa kuwa sehemu zote za muungano nchi nzima. Kwa hiyo unapozungumza maridhiano Zanzibar, maana yake umezungumza maridhiano bara, kwa sababu CCM ni hiyo hiyo, ACT ni hiyo hiyo. Sawa, sasa umesema unakwenda kuungana na wapigania haki wenzio ili kulipeleka mbele taifa hili. Wakina nani hao? Kupitia jukwaa lipi? Unaenda kuwapata wapi hao wapigania haki wenzio? Kwanza, wapigania haki sio lazima wawe na jukwaa. Yaani kupigania haki tu yenyewe hilo ni jukwaa. Na ninavyosema wapigania haki, hao sio wanasiasa. Haki ni za wananchi, ambao kila mmoja anazipigania. Wewe umetoa mfano hapa kwamba na Jaji Chande amethibitisha hilo kwenye taarifa yake. Amesema kwamba watu walikuwa wanadai katiba mpya. Waliokuwa wanadai katiba mpya sio wanachama wa chama chochote cha siasa, ni wananchi, kwa sababu katiba ni ya wananchi. Watu wanaotekwa kila siku, mama yake Polepole anamtafuta mwanae Polepole. Sio mwana Chadema yule au mwana CCM, anamtaka mwanae. Bibi yake Soka anamtaka Soka. Anataka haki ya mwanae kuishi, kama kafa azikwe. Kwa hiyo unapozungumza kupigania haki, haki ni stahiki ya mtu mmoja mmoja, ambao ni wajibu wa kila mtu huyo kuilinda na kuipigania pale inapotaka kupokwa. Kwa hiyo haki sio chama. Na ndio maana naona watu wamejikita sana sasa wanaenda chama gani. Hapa tuzungumzie swala la chama. Hauwezi kuwa na chama katika mazingira au nchi ambayo haina haki. Na ndio maana unaona siku hata hivyo vyama vyenyewe vinanyimwa haki, kwa sababu nchi kwa ujumla imeamua kutokuwa na haki. Kwa mfano, juzi walikatazwa wasifanye maandamano, wasifanye mikutano ya hadhara. Ni haki yao kikatiba, ni haki yao kisheria, imepokwa bila kufuata utaratibu. Sasa ndio utagundua kumbe haki inahitajika nchini hapa, sio kwa wanasiasa peke yao, kwa waandishi wa habari. Wewe leo hapo ukinioji, ukiongea tu vitu fulani ambavyo wataka kuvisikia, chombo chako kinafungiwa. Hata kama jambo hilo unalonioji na maslahi kwa nchi. Tunataka haki ya wanahabari kuwa huru, wafanye kazi yao bila kuingiliwa, lakini bila kupendelea kumuonea mtu, wasiwe machawa. Tunataka haki ya wanamichezo, haki ya wakulima wapate bei bora ya mazao yao. Tunataka haki ya wafanyakazi, tunataka haki ya watu kupata ajira. Wanafunzi wakimaliza vyuo vikuu wapate haki hiyo ya kuajiriwa. Katiba inasema kupata ajira ni haki. Tunataka haki ya kupata elimu bora. Hizo ni haki. Sio jukwaa. Kwa hiyo kuidai haki yako sio lazima uwe na jukwaa. Wewe leo mtu akunyang'anya mic na kamera bila utaratibu, utapigana naye. Na wewe sema siwezi kupigana bwana, mpaka nipate jukwaa ili huyu mtu niweze kumshughulikia. Uweze kusema hivi. Lakini kuna chama unatarajia kujiunga nacho. Nachosema hivi, vyama vipo kwa mujibu wa sheria, na watu wameruhusiwa kwa mujibu wa sheria kujiunga chama chochote kwa hiari yao wakati wowote ule. Kwa hiyo na mimi nikiona kuna haja ya kujiunga na chama wakati wowote ule, chama cha chaguo langu nitajiunga. Sasa hivi haujaona hitaji na chaje kuona wakati nina macho. Sawa. Sasa kama umeshaona ni wapi huko ndio tunakutaka. Mimi nimesema kwa sasa hivi mimi napigania haki. Nataka nitumie muda mwingi sana kuangalia maeneo gani ambapo naweza nikatoa mchango. Na kwenye swala hili la kuhakikisha tunapata haki, kila mdau anatakiwa kushiriki. Serikali ishiriki kuhakikisha haki inapatikana, CCM ishiriki, Chadema ishiriki, ACT ishiriki, CUF ishiriki, yani yeyote yule. Tukikutana kwenye huo uwanja wa kudai haki, kwa mfano sasa hivi kila mtu anadai katiba mpya. Kwa kumbe tumeshaungana wote sasa. Kumbe ni wamoja. Yaani mimi naungana na Chadema na ACT na nani anayetaka kudai haki. Ninaungana na serikali ambayo imesema iko tayari kuanzisha huu mchakato. Naungana na CCM ambao wamesema kwenye ilani yao wao tayari hicho ni kipaumbele. Tupate sasa hiyo katiba. Sawa. Pamoja na juhudi zako za kupigania haki. Ndio. Lini utajiunga na chama gani? Sasa swala la kujiunga na chama huwa ni swala ambalo halina muda maalum. Hata kwenye katiba hawajasema kwamba ukishakuwa wewe unapigania haki alafu ni lazima pia ujiunge na chama, basi mwisho wa kufanya hivyo ni tarehe fulani mwezi wa 8. Haiko hivyo. Chama gani sasa? Chama unajiruhusiwa kujiunga saa yoyote. Chama unaruhusiwa kujiunga siku yoyote. Sawa. Na mimi sidhani kama kiu ya Watanzania hata wanaofuatilia haya mahojiano ni kutaka kujua mimi najiunga chama gani. Nadhani kiu yao ni kutaka kujua kwamba ni kwa namna gani nitaendelea kupigania haki zao. Kwa kutumia hata taaluma nilionayo, lakini hata kwa uwezo na vipaji vingine nilivyonavyo. Lini nimeacha kupigania haki? Labda hilo ndio lingekuwa
swali, lakini nimewahakikishia mimi siendi kulala nyumbani kwetu Tabora. Mimi niko naendelea kupigania haki za watu. Nikisikia Mwanza kuna watu wamepewa ugaidi, mimi nitaenda kuwatetea.